wa aina mbalimbali. Ukatili kwa wanaume, wazazi kutokuwapeleka watoto shule, ukeketaji na ulawiti, wazazi kuwanyima watoto mahitaji muhimu ya shuleni. Kwenye ndoa, wanaume wanawakatili wanawake zao, akina mama kupigwa, mimba za utotoni, ndoa za utotoni na ubakaji. Kuna watoto wanaokaa kwenye mazingira hatarishi. Ni safari ya mabadiliko iliyoanza kimya kimya lakini kwa nguvu kubwa, ambapo timu ya wataalamu kutoka Singida ESL ilivuka zaidi ya kilomita 50 kuelekea kata ya Misuga iliyopo wilayani Ikungi kwa lengo la kufikisha ujumbe muhimu wa kupinga ukatili ambao changamoto hii bado inaota mizizi. Katika moyo wa kampeni hii, shirika la ESL, yani Empower Society Transform Lives, linaendelea kusimama kama daraja la mabadiliko ya kijamii, likilenga kuondoa mila potofu, kuimarisha uelewa wa haki za binadamu na kujenga jamii yenye usawa wa kijinsia, hasa kwa makundi yaliyo hatarini kama wanawake na watoto wa kike. Tunatamani kwa kundi jipya ambalo tunaonana nao kwa mara ya kwanza, ukiachana na haya makundi mengine ambao mara nyingi huwa tunakuwa nao, kundi la walimu wa malezi na ushauri shuleni. Kwa kulingana na haya ambayo tunasikia, tunaamini kuna vitendo ambavyo vinatokea kwenye mazingira yenu ya kazi, tukiachana na kazi pia na kwenye jamii ambao pia tunaishi, kwa sababu tushakuwa wanajamii wa kule, tunaona vinavyoendelea na vitendo vyote ambavyo vinafanyika kule vya ukatili. Kwa hiyo tunabidi vya kushirikishana hapa, na baadhi yetu ambao tulianza toka siku nyingi, hata ile elimu ambayo tulipata ama shirika walitupatia wakatujengea uwezo, ile elimu tulitumiaje kwenye kutatua baadhi ya matatizo ambayo tuko nayo kwenye jamii, kwa sababu lengo letu ni kutokomeza vile vitendo vyote vya kikatili kwenye jamii na kutengeneza jamii ambayo inajitambua na ambayo inampa kila mtu usawa ama haki ya kupata kile ambacho anastahili kupata. Wakizungumza katika mkutano huo wa kijamii, viongozi na wadau wa maendeleo wamehimiza elimu hiyo kutumika kama silaha ya mabadiliko, ambapo wamesisitiza ya kuwa ukatili wa kijinsi bado ni changamoto kubwa katika jamii, na hivyo kuifanya semina hiyo kuwa fursa ya kipekee ya kubadilisha jamii kuelekea uelewa na tabia mpya. Lakini nafurahi kwa sababu tumedadafua vichokoo vyote ambavyo vinatuhusu kwenye ukatili, na vyote tumevifanyia utatuzi, namna gani tuende tufanye kwa ajili ya maendeleo ya jamii yetu. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa la kufurahi kwa kweli, na yale yote ambayo tumeyachangia basi tukayafanyie kazi mahali ambapo tutakuwa tumeenda. Kubwa zaidi, tutawaliwe na tabasamu, tusiwe na chuki. Aidha, imeelezwa kuwa kupitia walimu na mifumo ya ushauri nasaha, tathmini itafanyika kupima athari ya elimu hiyo katika mabadiliko ya kijamii. Ukatili ambao ulikuwa ni mkubwa kwa namna moja mtakuwa tumeutatua ni huu wazazi kutokuwapeleka watoto shule, kwa maana wazazi walikuwa wanawakatili wanafunzi, lakini pia kuna wanafunzi pia wenyewe walikuwa wanawakatili wazazi. Kuna mwingine mzazi anatamani aende lakini yeye hataki. Mimi kama afisa maendeleo, kwa nafasi yangu nimejitahidi hili swala kulipeleka kila mkutano ambapo nikisikia upo naenda kutoa elimu juu ya ukatili ili waweze kutambua kuwa wanaikatili, waweze kuachana nao. Lakini ukatili mwingine ambao upo ni ukatili wa kwenye ndoa, wanaume wanawakatili wanawake zao. Lengo kubwa ni kuhama kutoka kwenye mila potofu na kuwa watu walioelimika. Kujaribu kuibua zaidi hata ukatili kwa wanaume. Lengo ni kwamba jamii ibadilike kutoka kwenye zile mila zisizofaa na kuja kwenye mila zinazofaa. Taarifa za jamii zinaonyesha picha halisi ya changamoto inayoendelea, ambapo ukatili wa kijinsi bado ni tatizo kubwa katika mkoa wa Singida, ukigusa makundi yote ya wanawake, watoto na hata wanaume. Mkoa wetu wa Singida ni miongoni mwa mikoa tajwa kwenye mazingira yanayodekeza masuala ya ukatili wa wanawake na watoto. Bado kwenye jamii yetu kuna dalili za ukatili bado zinafanyika, ikiwemo ukatili wa ukeketaji, wanawake kutokushirikishwa kwenye haki za msingi, kupigwa na hata kutokupewa nafasi ya kumiliki mali ama hata kujieleza.
Mazingira kama hayo kwa ujumla ni ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na watoto wa kike. Haki ya watoto kutokupewa elimu, mambo kama hayo kamati hii inapambana nayo. Hata hivyo, katika mwanga wa matumaini, washiriki wa semina hii wamesisitiza kuwa elimu hii ni mwanga wa mabadiliko, ikijenga jamii salama yenye heshima, usawa na ulinzi wa utu wa kila mwananchi. Kwa mwanafunzi wa darasa la pili, la tatu, la kwanza atafanyaje? Atafikiaje shuleni? Sasa pale wazazi inabidi waangalie utaratibu, ikiwezekana labda nyinyi sasa na serikali muone mwahamasishe wajenge mashule karibu, ili watoto wale wasio wanaenda umbali mrefu. Kuna watoto wanaokaa kwenye mazingira hatarishi, sio nyumbani. Wazazi wanakuja wanawahamishia hapa mtaani, ukuta mtoto ana sufuria moja na kindoo cha mkaa anajipikia. Ikifika saa 6 saa 7 siku ya Ijumaa au siku ya Jumatano ambayo ni kipindi cha dini, anachotoka shuleni anaenda kujipikia mwenyewe kwa sababu kule hana mtu wa kumsaidia kupika. Yaani mazingira hatarishi. ESTL, Empower Society, Transform Lives.